TV. Kumbuka kipindi ni The Morning Blend, na leo katika siku ambao ni Ijumaa, tukiangazia hasa burudani na hasa talanta mbalimbali, tukiangazia baadhi ya wanawake ambao wamebombea katika taaluma mbalimbali, na leo tukiangazia taaluma ya wanamuziki na hasa wanawake wa kwanza kabisa kujitoka uwanja wa muziki si mwingine bali ni Faya Tesi. Alizaliwa kwa jina Teresa Kishilagoi huko Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka wa 1966. Mwanzoni hakukusudia kuwa mwanamuziki, alikuwa akisomea uhandisi kabla ya kuamua kufuata talanta yake ya muziki na uimbaji. Mwaka wa 1986 Faya Tesi alijiunga na Afrisa International Orchestra, bendi maarufu ya mwimbaji mwenye sifa Tamble Rochero. Wakati huo Afrisa ilikuwa tayari ni ngome kubwa ya muziki katika muziki wa rumba na soukous wa Kongo, na ujio wa Faya Tesi ulileta sura mpya katika kundi hilo. Ndani ya Afrisa alijulikana haraka kwa sauti yake nzuri na uwepo wa kipekee jukwani. Wimbo wake wa kwanza na bendi ulikuwa Kamarande, na mwaka wa 1988 aliimba pamoja na Billy Abel katika kibao maarufu na Dina ambacho kilipendwa sana barani Afrika. Baada ya muda wake wa Afrisa kuisha mwanzoni mwa miaka ya 1990, Faya Tesi alianza safari ya kazi ya muziki binafsi. Mwaka 2000 alitoa albamu iliyoitwa Keba, hatua muhimu iliyomthibitisha kama msanii kamili na mtayarishaji wa kazi zake mwenyewe. Kwa miaka mingi ametoa nyimbo na albamu nyingi, baadhi zikiwa za asili na nyingine akiwa anarudia na kufanyia upya nyimbo za zamani za rumba ya Kongo kutoka kwa wasanii wakubwa kama Table, Simaro, Mathia na Madilu System. Faya Tesi uimba na Kilingala na Kifaransa, akichanganya midundo ya jadi ya rumba na ladha ya kisasa. Mziki wake unazungumzia mapenzi, maisha na masuala ya kijamii. Wimbo wake Selimo unalaani ndoa za kulazimishwa, ishara ya ujasiri wake wa kutumia muziki kuelimisha jamii. Katika miaka ya hivi karibuni amekuwa akijitambulisha kama mlezi wa urithi wa muziki wa Kongo, akihuisha nyimbo za enzi zilizopendwa za rumba ili kizazi kipya kiendelee kuzidhamini. Kwa sasa Faya Tesi anaishi Paris, Ufaransa, lakini anaendelea kufanya maonyesho na kutoa muziki unaounguza mashabiki wa Kongo na duniani kote. Mwaka 2015 alirejea Kinshasa kwa tamasha maalumu lililoadhimisha safari yake ya muziki na urithi wa rumba. Alikuwa miongoni mwa wanawake wachache waliopenya kwenye muziki wa rumba uliojaa wanaume, hivyo kuvunja vizingiti vya kijinsia. Ana jukumu kubwa katika kudumisha urithi wa rumba, akiuleta kwa ladha mpya bila kupoteza asili yake. Ameandika nyimbo zinazonguzia maisha ya kijamii kama vile ukosefu wa haki kwa wanawake na madeni ya Afrika. Ana mashabiki wengi Afrika Mashariki, hasa Kenya, ambako nyimbo zake hupigwa sana redioni na kwenye hafla za rumba. Safari yake haikuwa rahisi. Kama mwanamke katika Tanzania inayotawaliwa na wanaume, alikabiliana na changamoto nyingi, ikiwemo mashindano, mapambano yake na mwanamuziki mwenzi wa kike Billy Abel alipokuwa ndani ya Afrisa. Safari yake Faya Tesi kutoka mwanafunzi wa uhandisi mjini Kinshasa hadi kuwa mwanamuziki mkubwa wa kimataifa
ni hadithi ya udhubutu, kipaji na kujituma. Amechangia sio tu katika burudani bali pia katika kulinda utamaduni wa muziki wa Kongo na kuutambulisha kwa dunia nzima. Kumbuka tulikuwa tunazungumzia mwanamuziki Faya Tesi, mojawapo wa wanawake wa kwanza kabisa kujitosa katika uwanja wa muziki, hasa muziki aina ya rumba, mzaliwa wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka tumo ndani ya Pepeta TV, kipindi ni Morning Blend. Leo tukiendelea kurudisha weekend yako, tukiangazia hasa wasanii ambao wamebombea katika nyanja mbalimbali, na leo tukiangazia hasa nyanja ya muziki, tukimwangazia mwanamuziki Faya Tesi. Kumbuka ni mimi mtayarishi na msimulizi wa makala hii JW ama James Wataka, nikisema weekend jema.